Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi ameunda timu maalum ya uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha hitilafu ya gridi ya taifa iliyosababisha kukata kwa umeme nchini, huku akisisitiza kuwa lengo si tu kubaini kilichotokea bali kuhakikisha tukio kama hilo halijirudii. Akizungumza baada ya kutembelea ofisi za TANESCO Ubungo jijini Dar es Salaam, waziri amesema timu hiyo itajumuisha wataalamu kutoka Wizara ya Nishati, TANESCO pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwanza leo tumetembelea kituo chetu hapa cha Ubungo ambacho ndio center kuu ya kuendesha gridi yetu ya taifa, na tumekuja kuona na kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO juu ya nini kilitokea siku ya jana. Kama mnavyofahamu, majira ya saa 12:59 hivi gridi ya taifa ilizima na hivyo kupelekea mikoa yetu kukosa umeme. Na baada ya gridi kutoka, timu ya TANESCO ilianza kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwanza umeme unarejea katika maeneo yote ya nchi yetu hii. Kwa hiyo nimekuja leo kusikia, nimekuja na katibu mkuu, nimekuja kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO namna walivyojipanga jambo hili lisijitokeze tena. Kama mnavyofahamu, tunazalisha umeme Kinyerezi kwa gesi, tunazalisha umeme kwa maji kwa maana ya hydro pale Julius Nyerere, kuna Mtera, kuna Kidato, kuna Kihansi, lakini vile vile tuna megawati kama 50 kwa ajili ya umeme jua, sola. Yote hii inakwenda kwenye gridi ya taifa. Tunataka kufahamu ni nini, tunataka kufahamu ni nini kilitokea. Jana wenzetu wa TANESCO wametupa ripoti ya mwanzo ya juu ya nini kilitokea, lakini nimemwelekeza katibu mkuu kuweza kuunda timu itayohusisha watu wa wizara, TANESCO wenyewe pamoja na watu kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuweza kuangalia kwa kina ni nini ambacho kilisababisha, si kwa ajili ya kutafuta nani alisababisha, lakini kikubwa ni kujifunza kutokana na yale yaliyotokea jana ili tuchukue hatua za haraka ili yasiweze yakajitokeza tena, kwa maana nchi kukosa umeme kwa wakati mmoja. Kwa hiyo nimempa katibu mkuu kazi hiyo na tutaanza kupata ripoti ya mwanzo wiki hii inayoanza kesho. TANESCO tayari watawasilisha taarifa hiyo kesho wizarani ya kwanza, lakini timu ile ikianza kazi itahakikisha inaleta taarifa zaidi. Lakini jingine ambalo tumewataka sasa ni kuhakikisha kwamba network yetu ya gridi ya taifa inakuwa ina namna ya kukata pale load inapozidi ubavu mmoja na ikataka kutoka, basi isiondoe mikoa yote kwa wakati mmoja. Ihakikishe kwamba kuna vya kutoa upande mmoja wa nchi, wakati mwingine wanaendelea kupata umeme. Lakini suluhisho la kudumu ni kuhakikisha kwamba laini yetu ya Chalinze Kinyerezi inakamilika, Chalinze Mkuranga Kinyerezi inakamilika kwa wakati, ya KV 400, lakini vile vile kama mnavyofahamu tunajenga laini ya kutoka Chalinze Dodoma ya KV 400 vile vile, ambayo itasaidia sana kustabilize grid yetu ya taifa, kwa sababu ina uwezo wa kubeba umeme mkubwa zaidi. Hata katika peak times bado umeme utakuwa unapita kwenye line zile, ni umeme mkubwa zaidi. Kwa hiyo nimewataka TANESCO pia kuhakikisha ya kwamba wanakamilisha mradi ule kwa haraka, na wiki hii inayokuja nitatembelea kuona maendeleo ya ujenzi wa mradi ule ili tuweze kuharakisha ili Mtanzania aweze kupata umeme wa uhakika wakati wote. Ni si geni kwetu tu, linatokea hata nchi zingine. Umeme unapozalishwa aidha ni kwenye hydro, whether ni gas to power kwa maana kama Kinyerezi, ama ni sola ama upepo, umeme wote unapozalishwa unaingizwa kwenye grid ya taifa ili uweze kusafirishwa na baadaye kusambazwa kwa mlaji. Kwa hiyo kilicholeta hitilafu jana ni grid, sio uzalishaji. Kwa hiyo namna pekee ya kuweza kutatua tatizo hili ni kuhakikisha sasa tunakuwa tuna namna bora ya kuhandle load zile, kwamba ikizidiwa sehemu moja na kwamba umeme ukakata, basi ni mikoa michache iweze kutoka wakati tunatibu tatizo,
ili mikoa mingine iendelee kupata umeme kutoka kwenye vyanzo vingine. Kwa hiyo jana kilichokatika ni grid ya taifa, si uzalishaji. Uzalishaji ulikuwa hauna changamoto yoyote. Sema baada ya grid kukatika na ili mitambo ile iweze kujilinda, ni mitambo ya kisasa, inajizima kwa sababu ikiendelea kuzalisha huku hakuna pa kuupeleka umeme ule, unakuja kuunguza mashine zenyewe. Kwa hiyo na yenyewe inaleta changamoto nyingine tena. Kwa hiyo na mitambo ikajizima. Kwa hiyo grid ilipokuja kujulikana tatizo liko wapi, mitambo na yenyewe ikawa imejizima automatically. Kwa hiyo sasa ikaanza kazi ya kuwasha mitambo, uwashe umeme ule usafirishe, uje uchaji turbine, kinyerezi, ili ukishachaji sasa uweze kuiwasha kinyerezi, uweze kupata umeme ule uingie gridi, uwashe mtambo mwingine Julius Nyerere na kadhalika na kadhalika. Ndicho kilichochukua muda. Na tuna mitambo ya zamani kama Kihansi, Kidato na Mtera, inapozima huwezi kuiwasha hapo. Inahitaji walau dakika 45 mpaka lisali moja ili kuweza sasa kuwasha. Kwa hiyo tuna njia za kutosha za kuzalisha umeme. Changamoto ilikuwa ni kwenye grid, mfumo wetu wa usafishaji, na kujizima kule si kwamba ilikuwa ni changamoto pia ya grid nzima. Kujizima kule ilikuwa ni grid inajilinda, imewekewa mifumo ya kisasa ya kuweza kujilinda, ina shut off pale inapo sense kwamba kuna tatizo sehemu, inajitoa. Sasa ndo narudia tena, maelekezo niliyoyatoa kwa wenzetu wa TANESCO ni kuhakikisha mfumo tulionao pale inapo shut off, labda shida, natoa mfano, labda shida ipo Chalinze, inapojizima Chalinze basi isizime mfumo mzima, wahakikishe kuna sehemu ambapo inakata, lakini ili wengine waweze kuendelea kupata umeme. Na ikumbuke kwamba katika utumiaji wa umeme, mida hii ya saa 11 jioni hadi kwenye saa 4 usiku ndio peak time, yani ndio demand kubwa ya umeme katika taifa letu inapokuwa inahitajika. Kwa sababu watu wanakuwa wamerejea majumbani, uzalishaji unaongezeka viwandani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo katika mahitaji yetu ya umeme labda kwa siku megawati 2000 labda 100 tunazozitumia, huenda tunafikia piki hiyo ya 2100 kati ya saa 11 jioni mpaka saa 4 usiku. Na utaona tatizo lilikuja kuanza ilikuwa saa 12 hivi na dakika 59, ni pale ambapo ilikuwa ni piki ya matumizi. Kwa hiyo kuna eneo ambalo grid ilizidiwa, na pale ilipozidiwa basi ikashut off yote kujilinda, ikashut off kote. Kwa hiyo tutachoangalia sasa ni kwamba waweke mifumo ambayo haito shut off grid nzima. Kama alivyosema vizuri sana Mheshimiwa Waziri, ni kwamba mfumo wa grid ni mfumo very complex, kwa sababu unaleta pamoja mahitaji ya umeme, uzalishaji wa umeme, lakini parameters za kitaalamu za voltage, frequency na kadhalika. Sasa inapotokea mojawapo ya vitu hivyo ikawa nje ya kiwango chake, ni lazima grid, Mheshimiwa amesema vizuri, itajilinda na itazima ile mitambo. Inapozima ile mitambo, inaizima ili kuprotect mitambo yenyewe, lakini kuprotect wateja na vifaa vyao wanavyotumia, na kuwaprotect watu wasipate shoti za umeme. Sasa taarifa ya awali inaonyesha kwamba kuna maeneo ya line zinazoelekea Dodoma ndio yaliyoanza, na feedback yake ikaja kwenye line moja ya kutoka Chalinze kuja Dar es Salaam, ika affect Kinyerezi. Na kumbuka ile ni chain reaction inayotokea ndani ya muda mfupi sana. Ikishaanza kutokea huna namna ya kuizuia. Sasa ndicho kilichotokea, lakini amesema Mheshimiwa Waziri kwamba amenitask, tutakaa na wenzangu wa TANESCO, tutaangalia ni jinsi gani ya kuzuia jambo hili lisitokee lika affect tena grid nzima na nchi nzima. Kwa hiyo ni jambo tutakalo kwenda kulifanyia kazi. Watanzania wawe watulivu. Kuna line kubwa tunayoijenga kati ya Chalinze na Dodoma na nyingine kati ya Chalinze na Kinyerezi. Hizi zitakapokamilika zitatuhakikishia kiwango kikubwa zaidi cha utulivu katika gridi ya taifa, na ni kazi ambayo kabla ya mwisho wa mwaka huu itakuwa imekamilika. Kwa hiyo naamini kwamba itakapokamilika ile, matukio kama haya yatapungua. Kwa sasa ndicho tunachoweza kukisema.